Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ambapo mtapata kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC, hususan vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 wakipambana jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi acha tuanze taarifa yetu ya habari, ambayo kwenye mwisho kabisa ya habari tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika mji wa Mangina ulioko wilayani Beni mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia shambulio jingine lililodaiwa kutekelezwa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, shambulio hilo lilitokea usiku wa kuamkia leo Alhamisi tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026, saa chache tu baada ya uvamizi mwingine katika mji huo. Watu wenye silaha walivamia kwa wakati mmoja mitaa ya Makuku na Malipizo, wakitumia giza kuingia kimya kabla ya kuwashambulia raia kwa silaha za moto na silaha za jadi. Ripoti za awali zinaeleza kuwa takriban raia 10 walipoteza maisha katika shambulio hilo, huku miili 9 ikiwa tayari imetambuliwa na wakazi wa eneo hilo. Hata hivyo, viongozi wa asasi za kiraia wanasema idadi hiyo inaweza kuongezeka kutokana na operation ya kuendelea na kutafuta watu katika maeneo yaliyokuwa ya maficho ya washambuliaji. Mbali na vifo hivyo, nyumba na mali nyingine zimeripotiwa kuharibiwa, hali inaongeza taharuki miongoni mwa wakazi wa Mangina. Mashambulizi ya mara kwa mara yamewalazimu baadhi ya wakazi kukimbia makazi yao, wakikimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Akizungumza kuhusu hali hiyo, rais wa asasi za kiraia katika eneo hilo la Mangina, Kakule Vunyati, amesema milio ya risasi ilianza kusikika kuanza majira saa 12 jioni kwa saa za eneo hilo. Amezitaka vikosi vya ulinzi na usalama kuongeza operations za mchana na usiku ili kuwatafuta na kuzuia washambuliaji au kabla hawajasababisha madhara zaidi. Kwa mujibu wa viongozi wa jamii, tukio hili linafanya idadi ya raia waliouawa kufika angalau watu 14 ndani ya kipindi cha saa 44 pekee katika eneo la Mangina. Hali hiyo inaendelea kuzua hofu kubwa kuhusu usalama wa wakazi wa Beni na maeneo ya jirani. Mamlaka za usalama bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu operations zinazoendelea dhidi ya washambuliaji. Wakati huo wakazi wanaendelea kutoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi ili kurejesha hali ya usalama na kuwapa wananchi fursa ya kuendelea na shughuli zao za kila siku. Tuendelee na kutoka mashariki mwa DRC, ambako muungano wa M23 umedai kuwa maeneo kadhaa katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalishambuliwa kati ya tarehe 12 na 14 Julai mwezi wa 7 mwaka 2026, hali ambayo inaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na M23, mashambulizi hayo yalilenga baadhi ya vijiji vya wilaya ya Masisi. Hata hivyo, hadi sasa hakujatolewa taarifa rasmi kuhusu zinazothibitisha idadi ya walioathirika wala ukubwa wa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Wakati huo, mashirika ya kiraia katika wilaya Walikale wameeleza hofu yao kuhusu hali ya usalama inayozidi kuzorota. Viongozi wa asasi wametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuimarisha uwepo wake katika maeneo yenye hatari kubwa ili kuwalinda wananchi na kuzuia mashambulizi mengine. Jamii imewataka wakazi waendelee kuwa waangalifu, kutoa taarifa kwa wakati kuhusu matukio yoyote yatakayotia shaka na kushirikiana kwa karibu na mamlaka za usalama ili kusaidia kudhibiti vitendo vya vurugu vinavyoendelea kushuhudiwa katika eneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa wadau wa jamii, hali ya ukosefu wa usalama inaendelea kuathiri maisha ya wananchi, huku baadhi ya familia zikilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya mashambulizi. Wito umetolewa kwa pande zote zinazohusika kuhakikisha ulinzi wa raia unakuwa kipaumbele na kwamba juhudi za kurejesha amani zinaongezwa. Mkoa wa Kivu Kaskazini umeendelea kushuhudia migogoro mara kwa mara inayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha, jambo linalochangia kuzorota kwa hali ya kibinadamu na kuongeza idadi ya watu
wanaohitaji msaada wa dharura. Hadi sasa mamlaka husika zinaendelea kufuatilia hali hiyo katika maeneo yaliyotajwa, huku wakazi wakisubiri hatua zaidi hatua zitakazochukuliwa ili kuimarisha usalama. Tuendelee na habari kutoka nchini DRC ambako shirika la Groupe d'Action pour la Protection de l'Enfant kwa kifupi GAPE limeeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa matukio ya watoto kujiunga na makundi yenye silaha katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu la shirika hilo, tangu kuanza kwa likizo kubwa ya shule, jumla ya watoto 56 wameripotiwa kujiunga na makundi mbalimbali yenye silaha inayofanya shughuli zake katika eneo hilo. Takwimu hizo zimeibua hofu mpya kuhusu salama na mustakabali wa watoto wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na vita. Mratibu wa GAPE Bayomba Mishiki amesema taarifa zilizokusanywa zinaonyesha kuwa watoto hao walikwenda kwa hiari yao kujiunga na makundi hayo yenye silaha. Hata hivyo, amesema bado haijafahamika ni sababu zipi hasa zinazowasukuma kuchukua hatua au uamuzi huo. Ameeleza kuwa licha ya mazingira yaliyowasukuma watoto hao, shirika lake linapinga vikali hatua ya makundi yenye silaha kupokea watoto na kuwajumuisha katika shughuli zao za kivita. Alisitiza kuwa kitendo hicho kinakiuka sheria za kimataifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mikataba ya kimataifa yanayolinda haki za watoto. Shirika la GAPE limetaja makundi ya uhuru ya DRC na Raia Mutumbuki kuwa miongoni mwa yale yanayodaiwa kuwapokea watoto au. Shirika hilo limesema matumizi ya watoto katika migogoro ya silaha ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu na yanachukuliwa kuwa uhalifu chini ya sheria za kimataifa. Bayomba Mishiki amesitiza kuwa nafasi ya watoto ni nyumbani na shuleni, si katika makundi yenye silaha. Amezitaka vikundi vinavyowashikilia watoto au kuachiliwa uhuru mara moja na bila masharti yoyote ili waweze kurejea kwa familia zao na waendelee na masomo mara shule zitakapofunguliwa. Tahadhari hii inatolewa wakati ambako maeneo kadhaa Walikale bado yanakabiliwa na changamoto za kiusalama kutokana na uwepo makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa GAPE, likizo ya shule, ukosefu wa shughuli za kuwawezesha vijana, umaskini wa familia nyingi pamoja na hali ya ukosefu wa usalama ni miongoni mwa sababu zinazoongeza hatari ya watoto kuvutwa katika makundi hayo yenye silaha. Kutokana na hali hiyo, GAPE imezitaka mamlaka husika, washirika wa maendeleo na mashirika yanayolinda haki za watoto kuimarisha kampeni za uhamasishaji, kuzuia uandikishaji wa watoto katika makundi yenye silaha na kuimarisha programu za kuwasaidia watoto waliorejea katika makundi hayo ili warejee katika maisha yao ya kawaida. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kufahamu nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Na tukisonga mbele, Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake huenda ikachukua udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na kuwa italipisha 20% ya mizigo inayosafirishwa kupitia njia hiyo kwa kutoa ulinzi kwa meli zinazopitia huku Iran ikiapa kuwa haitaruhusu hilo lifanyike. Haya yanakuja huku pande hizo mbili zikishambuliana vikali katika kanda ya Mashariki ya Kati kugombea udhibiti wa njia hiyo muhimu ya usafiri majini. Kuzuka huku kwa mashambulizi kati ya pande hizo mbili kumesababisha tena bei ya mafuta kupanda. David Nki na taarifa zaidi. Iran inasema imezishambulia kambi za kijeshi za Marekani huko Jordan, Bahrain na Kuwait pamoja na mifumo ya rada huko Oman inapojaribu kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo la Iran lilifuatia mashambulizi makubwa ya Marekani dhidi ya nchi hiyo usiku kucha. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghei, amesema Tehran ilikuwa ikijaribu kukubaliana kuhusu taratibu pamoja na Oman kwa ajili ya mlango bahari wa Hormuz, lakini shinikizo la Marekani dhidi ya Oman lilikuwa likizuia maendeleo hayo. Mashambulizi haya mapya yameongeza bei ya mafuta duniani kote, huku makubaliano ya kufungua tena mlango bahari Hormuz na kukomesha vita yakiendelea kuvunjika. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba mashambulizi makali zaidi yatafuata kwa Iran. It's open. Iko wazi, tumewashambulia kwa mabomu usiku wa jana. Ni watu waovu sana na hawajitambui. Tulikuwa na mkutano nao kwa mara ya mwisho. Walifikia makubaliano jana, makubaliano muhimu sana kwetu. Hakuna nyuklia, hakuna hiki, hapana kile, hapana chochote. Walikubali kila kitu. Na kisha baada ya hapo walitoka chumbani na kisha ndani ya saa moja wakashambulia meli ya mafuta. Nikasema, nyinyi ni watu wagonjwa. Nyinyi ni wagonjwa. The ship
I said, you people are sick. You're sick people. Marekani inasema imefanya mashambulizi makali kwenye maeneo ya kijeshi ya Iran usiku kucha ili kuijibu Iran baada ya kuzishambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Hakuna meli za biashara zilizovuka njia muhimu ya maji tangu jana jioni, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za ufuatiliaji wa meli, huku 8 pekee zikiwa zimevuka siku ya Jumapili. Jeshi la Marekani linasema kwamba lilishambulia mifumo ya ulinzi wa anga, maeneo ya rada ya pwani, uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani na boti ndogo kwa kutumia ndege, na mashambulizi hayo yanatajwa kwamba yalikuwa makubwa sana. Mwandishi wa BBC anayeshughulikia masuala ya usalama Frank Gardner amekuwa akitoa uchambuzi wa kina kuhusu mzozo unaozidi kuongezeka kati ya Marekani na Iran. Iran of course wants. Bila shaka Iran inataka mabadiliko ya kimsingi katika lango la Hormuz. Inasema kuwa mambo hayatarajia kama ilivyokuwa kabla ya tarehe 28 Februari. Nyinyi Marekani mlishambulia Iran, hamjaweza kutushinda. Bado tuko hapa na tumegundua kwamba jiografia iko upande wetu. Hiyo ni silaha na tutaitumia. Na jambo hilo halikubaliki kwa Marekani wala kwa nchi za Kiarabu za Ghuba wala kwa sekta ya usafirishaji wa baharini. Gulf Arab states and to the maritime shipping industry. Wiki iliyopita Rais Trump alisema kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yamemalizika, huku akiongeza kwamba uongozi wa Iran ni watu duni na waovu. Shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti kuwa shambulio la Marekani lilisababisha kifo cha mtu mmoja katika kituo cha kusukuma maji kwenye mji wa Mashhad huko kusini magharibi mwa nchi hiyo, na pia mfanyakazi mwingine mmoja wa kampuni ya mawasiliano aliuawa katika shambulio lililofanyika kwenye jimbo la Hormozgan. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghai, amesema kwamba Iran ilikuwa ikijaribu kukubaliana na utaratibu pamoja na Oman ili kudhibiti meli kupitia mlango bahari, lakini shinikizo dhidi ya Muscat kutoka Washington lilikuwa likizuia maendeleo. Iran iliahidi kuruhusu kupita salama kwa meli za kibiashara kupitia mlango bahari wa Hormuz kulingana na mkataba wa makubaliano uliosainiwa na Marekani mwezi uliopita. Hata hivyo, imekuwa ikirusha makombora na ndege zisizo na rubani katika meli kadhaa ambazo imesema zinatumia njia isiyoidhinishwa kupitia maji ya eneo la Oman. CENTCOM ilisisitiza Jumapili kwamba Iran haidhibiti mkondo huo na kwamba ipo wazi kwa meli zote zinazotaka kupita kihalali njia ya maji ya kimataifa. Juhudi za upatanishi wa kikanda kutatua mzozo huo mwishoni mwa juma zilishindikana. David Ikia, Dira ya Dunia, BBC. Tukitoka Mashariki ya Kati, msikilizaji, tunakuja hapa kanda ya Afrika Mashariki, na huko Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania imekuwa ikifuata sheria zinazohusiana na haki za binadamu kitaifa, kimataifa na hata kikanda. Amesema hayo hii leo jijini Arusha, Tanzania, wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo. Kwa muda mrefu tunazo hizo haki za binadamu. Sasa haya yanayosemwa na mengine atakayoendelea kusemwa, sisi we know how best we are. Lakini hata ulimwengu unajua sisi tuko wazuri gani au kiasi gani katika kuangalia haki za binadamu. Ila wanasema give the dog the bad name ili ufanyaje, umuue. Kitaka kumuua mbwa mpe jina baya, basi jamii yote itamzongea ifanyaje, imuue. Kwa hiyo lakini vinginevyo sisi Tanzania tuko vizuri kwenye haki za binadamu, na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu, anayevunja sheria atashughulikiwa. Kwa hiyo kwa Tanzania sisi tuko vizuri, waendelee kusema hakuna haki, tunavunja haki, lakini hakuna aliye juu ya sheria. Kila anayevunja sheria anashughulikiwa. Rais Samia amewataka pia mawakili kufanya kazi zao kwa weledi na bila kurubuniwa. Msikubali taaluma yenu kutumiwa au kutumika kuhalalisha jambo lisilo sahihi na lenye nia ovu dhidi ya taifa lenu. Na hapa nataka kusema ulimwengu wa sasa hivi, kila kitu, kila nguvu inatumika ili wenye nguvu, power, wapate kutimiza yale matakwa yao. Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Niwaombe sana ndugu zangu, sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Kwingine kote utakakokwenda, hata ukipokewa we ni mgeni, haki nyingine zitakukosa, utakuwa huna kwa sababu ni mgeni. Mambo ni mengi sana ulimwenguni. Watu wanafikiria the new world economic order, watu wanafikiria sijui kuvunja system za kisiasa kuleta nyingine.
naomba tuwe ahead ya hayo mambo, tuyaelewe mapema, tuyafanyie tathmini, tuyatafsiri katika hali yetu, tutunge sheria zitakazotuhami, zitakazolinda uhuru wetu, zitakazolinda heshima ya taifa letu. Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan amesema mabadiliko ya sera za kiuchumi, matamko na mwelekeo wa kisiasa duniani umekuwa ukiziweka nchi zinazoendelea katika hali ngumu ya ushindani. Amesema hali hiyo imesababisha pia hujuma mbalimbali kimataifa. Tunashuhudia mataifa yakihujumiana, tunashuhudia vijana kulaghaiwa na kumezeshwa sumu dhidi ya mataifa yao na kushawishiwa kuhujumu chumi zao zilizojengwa kwa nguvu kubwa. Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Ni Rais wa Tanzania huyo Samia Suluhu Hassan wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo. Na ya vijana kulaghaiwa na kumezeshwa sumu dhidi ya mataifa yao na kushawishiwa kuhujumu chumi zao zilizojengwa kwa nguvu kubwa. Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Ni Rais wa Tanzania huyo Samia Suluhu Hassan wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni, ambapo mtapata kufahamu nini kilichojiri siku ya leo kutoka mashariki mwa DRC lakini pembe zote za dunia. Asante, chao.